Mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika kipindi cha Kivuko. Kwa siku ya leo tunaangazia maridhiano. Nafahamu fika Tanzania kwa kipitia hatua mbalimbali, panda shuka za kisiasa, na hatimaye tukapata msamiati mpya wa maridhiano na kustahamiliana. Vyama vya siasa vina nafasi gani katika maridhiano Tanzania? Hiyo ndio mada ya siku ya leo, na hapa studio ni mwalika Saumu Hussein Rashidi. Huyu ni katibu mkuu wa chama cha UDP na pia alikuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndiye nayevuka naye kwa siku ya leo. Mimi ni Athmani Mihula, nikusihi uambatane nami mpaka tamati ya kipindi hiki fahamu mengi zaidi yatajiri hapa katika Kivuko. Unapokuwa na wenzako, kwanza yani wote tuwe wamoja, kwa sababu hata kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa hakuna chama ambacho ni kikubwa wala kidogo. Hata kama chama kina wabunge kama ambavyo tunaona na ambacho hakina wabunge, kwa mujibu wa sheria za sasa hivi vyote vina hadhi sawa mbele ya sheria ya vyama vya siasa, lakini mbele hata ya wananchi. Kwa hiyo jukumu kubwa la vyama vya siasa kwanza ni kuwafanya Watanzania watarajie matokeo chanya kwenye mchakato ambao unakuja. Tusiwe sehemu ya kuvuruga au ya kuwakatisha tamaa wananchi kutokuwa na imani ya hiki ambacho kinatarajiwa. Kwa hiyo mchango mkubwa wa vyama vya siasa katika hili ni kuwafanya Watanzania tuendelee kuwa wamoja, lakini tuendelee kuamini jambo ambalo linakuja kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kama kuna mahali tulijikwaa, maana yake tutaongea, tutakaa mezani, na hiki kikubwa, kwa sababu na kisema hivyo kwa sababu sisi UDP tunaamini katika meza ya mazungumzo. Tumeona hapa paendi sawa, hata kama ni kweli hatujatofautiana kihivyo, lakini mmoja akilalamika, maana yake hebu muite, njoo tuongee. Inawezekana hiko ambacho nalalamikia ni ukosefu wa taarifa, yani ukuwa na taarifa za kutosha za jambo lile. Pengine tu ukapata taarifa, unaweza ukasema bwana hata hapa kulikuwa kumbe hamna haja ya kuongea au ya kulalamika. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunaamini katika meza ya mazungumzo, tena ya mara kwa mara. Hata hivyo tunashauri pamoja na maridhiano haya, lakini kuwe na ile hulka ya kuongea mara kwa mara, na hasa baada ya kutoka kwenye chaguzi, yani tuangalie. Na ndio maana tunaona tunapokwenda kwenye chaguzi, yani mara nyingi yani changamoto zozote zinazojitokeza ndizo tunakwenda kuzilalamikia na kuziombea mabadiliko, lakini kama hamjakwenda field, hamjaona changamoto, hamwezi kulalamika. Kwa hiyo mimi naona mchango mkubwa wa vyama vya siasa kwanza kabisa ni kuwaeleza Watanzania na wananchi ukweli kwamba hiki kinachokuja ni kwa maslahi ya Watanzania wote, na tuwe na subira kwenye jambo kama hili. Hivi vyama vya siasa katika mchakato wa maridhiano, kila mtu anakuja na hoja zake napokutana kwenye meza. Huyu anaamini hichi, wanahitaji hivi. Ni lazima hoja zote zikubaliwe? Sio lazima. Kuna wanasema ile kupoteza na kupata. Kwa hiyo mimi naweza nikaja na hoja hii, lakini tuamini kwamba pamoja na yote kwamba mimi labda ndio niko madarakani, naangalia pamoja na kwamba nawasikiliza, na hapa tu sehemu ya kusema ili twende, tunahitaji kwenda hivi, yani ni kusikiliza, yani katika uongozi mnatamani twende vipi, lakini mimi ninaongozwa na katiba na sheria mbalimbali za nchi. Yani naweza tena nikakataa, kwa sababu yani silazimishi kusema nifanye haya ninayoyafanya, au tuseme mtu aliyepo madarakani, maana nisijiongelee mimi sana kwa sababu siko madarakani, yani aliyepo madarakani halazimishi kufanya haya. Na tunakumbuka sisi hata wakati wa kikosi kazi alisema nimepokea, nitayafanyia kazi, lakini sio lazima kwamba kila jambo mlilolipendekeza kwamba lipite. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaona jambo hili labda kwa wakati huu tulionao lina maslahi kwa Watanzania wote. Ndicho ambacho tunakitarajia. Kwa hiyo na katika vyama hivi, yani kila mmoja ana hoja yake, labda yani tuna hoja labda tofauti, lakini lengo kubwa ukiwaangalia watu wote na hoja zao zote walizonazo ni kwa maslahi ya Watanzania. Sasa ni namna tu tuseme
tunavyokutana hapo katikati, huyu analeta hii, huyu ana mbwembwe hii, huyu ana lugha hii, huyu ana bado fulani, kweli wananchi wamuone bwana huyu kweli. Tunajua wananchi wengine wanapenda misuli, lakini kumbe tunaweza tu tukafanya yani kwa utaratibu, kwa lugha tu ya staha, kama ambavyo nimesema, tukaaminiana na mambo yakaenda. Na ndicho ambacho amekifanya mkuu wa nchi, kwamba dhamira yake imeonekana ni njema. Kwa hiyo dhamira kama ni njema, na yeye ni mkuu wa nchi lakini anatoka kwenye chama cha siasa, tukumbuke hilo. Na kila chama lengo lake ni kushika dola. Kusema njoeni hapa hebu tuongee kama kuna tofauti yote, ni jambo kubwa sana ambalo Watanzania wote tunaweza tukasema tulipokea positive, kwa maana kwamba lina dhamira njema kwa mustakabali wa Tanzania. Sasa muhimu labda kwa vyama vyetu vya siasa ni kujipanga kuona hasa nini tunakitaka kwa maslahi ya Watanzania wote. Baadhi ya Tanzania wanasema kwamba vyama vya siasa huwa vinatanguliza maslahi yao. Pokuja tu labda nataka mgombea binafsi, nataka hichi, lakini yale ya msingi ya wananchi huwa hawayabebi, au yale ambao naona kabisa maslahi yao yanatetereka hivi huwa hawayagusi. Kuna umuhimu gani kuingia katika maridhiano kubeba zile ajenda ambazo zinawagusa wananchi moja kwa moja? Kwanza mimi niseme tu maridhiano haya, yani natamani sio vyama vya siasa peke yake. Yani hata katika maridhiano kuna vyama na vyama, lakini kuna jamii, kuna sekta za dini na sehemu mbalimbali, kwa sababu hapo tunapata maoni ya wadau wote kama tunaona yani kitu fulani kinasemwa sana hivi, hiki kinachosemwa ni kweli kipo au ni kweli kina madhara au yani hivyo. Kwa hiyo kama unavyosema wakati mwingine na vyama vya siasa, na tukiongelea vyama vya siasa maanake vyama ni viongozi wa vyama vya siasa, ndio labda watu wanaona labda kwenye hili kuna maslahi haya na haya, wanasahau hizo ajenda za wananchi. Kwa hiyo muhimu ni kuangalia pia wananchi wanataka nini ili tuwe pamoja, kwa sababu vyama ni likitu hivi, ni kama tunavyosema Star TV. Star TV ni chombo, lakini waandishi na watendaji wote kwenye Star TV ndio wanafanya Star TV labda ionekane sasa inatoa habari na hivyo. Lakini vyama vya siasa kama ambavyo tumesema, viongozi wake kwanza ni kuangalia maslahi mapana ya wananchi na Tanzania yetu kuelekea 2050 na miaka inayokuja zaidi, kwa sababu bila kuwa na uelewa mpana au kuangalia mbele zaidi, tunaweza tukajikuta tukakwama. Na tukakwama kwa sababu moja tu ndogo, ambayo tunaona sasa hivi dunia kwanza imekuwa ni kijiji, lakini pili kuna mambo mengi yanaendelea, mambo ya kukua kiuchumi. Unafikiri yani hiyo tunaiona hata katika tu level ya kifamilia. Wewe ukiwa labda jirani una maendeleo makubwa, yani majirani wengine kuna ambao watakao kuona kwa jicho la husda, mbona huyu kanunua gari, mbona huyu kajenga nyumba nzuri hivi. Kwa hiyo ni swala zima la namna ambavyo nchi yetu inakuwa kiuchumi, inaendelea kuwa ya amani, inaendelea kuwa mfano wa kuigwa. Kwa hiyo bila kutafakari kwa kina, sisi vyama vya siasa tunaweza tukaona labda tunadai haya kwa maslahi ya Watanzania, kumbe tunavunja huo umoja wa kitaifa. Kwa hiyo mimi natamani sana viongozi wenzangu kuangalia kwa undani zaidi, yani kutafakari nje ya boksi, hivi tunavyovitaka ni kweli vina maslahi kwa nchi yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na kutafakari kwa kina, lakini pia kuangalia kesho yetu, kwa sababu sisi tutaiacha Tanzania, lakini natamani tuendelee kuiacha Tanzania ikiwa ni kisiwa cha amani, yani iendelee kuonekana duniani kama ambavyo imeonekana. Lakini kama nimekuelewa vyema, kuna haja ya wananchi nao wasiachwe nyuma katika mchakato wa maridhiano. Wananchi hawezi kuachwa nyuma, kwa sababu hata vyama vya siasa ni vya wananchi. Kwa hiyo muhimu sasa hata sisi vyama vya siasa yani mnakwenda kwenye maridhiano, lakini ni kuangalia wananchi, kwa sababu vyama sio vyetu viongozi. Yani chama mfano cha UDP sio cha mwenyekiti cheo, na mara nyingi amekuwa akisema hiki chama sio changu mimi mwenyekiti, wala sio cha makamu, wala sio cha katibu mkuu wa chama. Vyama ni vya wananchi. Kwa hiyo mara nyingi tunapofanya jambo tufanye kwa maslahi ya wananchi na wanachama. Na tunapokuja kwa wananchi sasa, ndio pale unaona kuna wananchi ambao hawana vyama na kuna hawa wanachama wetu, lakini wote wanahitaji amani, umoja na mshikamano wa kitaifa.
Nyinyi UDP, labda kama leo mnaitwa kwenye meza ya maridhiano, ni vitu gani ambavyo mnasema hivi sisi tutaenda nao na vihitaji kuingia katika nazo katika meza ya maridhiano? Sasa kwanza hilo kwa sababu ni la chama nisingependa sana kuongea leo, lakini kwa muktadha wake kikubwa ambacho tunatamani ni kuona tuna bold ule msingi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa hiyo vingine ambavyo tutakuwa navyo labda yani tutajengea katika ule msingi ambao unatuacha mara zote wakati wote kutuacha kwenye umoja wa kitaifa. Yani hata kama pakitokea jambo lolote, lakini tuendelee kuwa wamoja, tuongee. Na ndio maana tukasema tangu mwanzo, hata kama usingeniuliza hilo swali, nimesema tunaamini katika meza ya mazungumzo. Kwa hiyo tuna imani kubwa, yani meza hizi za mazungumzo zikiimarishwa, hata ya mambo madogo madogo yatakuwa hapo, kwa sababu mara nyingi tutakuwa tuna utamaduni ule wa kuongea, kuna tofauti tutakuwa tunaongea hivyo yani. Sasa na je, viongozi wa kisiasa wanapaswa kufanya nini kuhimiza umoja? Kwa sababu maridhiano, lengo la maridhiano ni kutengeneza umoja, mshikamano na utulivu ndani ya nchi. Nafasi ya viongozi wa vyama vya siasa katika kuhimiza umoja ni ipi? Nafasi yetu kama ambavyo nimesema ya viongozi wa vyama vya siasa kuhimiza umoja ni kubwa kwenye jamii, hasa kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye haya maridhiano, kwa sababu kama tumeona kulikuwa na mimi sasa ni kama propaganda na baadhi ya viongozi kama ambavyo nimesema kwa maridhiano na nani ili kiwe nini, umeona. Kwa hiyo ni swala la kuwapotosha wananchi. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na hasa viongozi sisi wa vyama vya siasa kama ambavyo wamesema ni kuwa tu na subira, lakini vile vile kuamini kwamba hili jambo lina maslahi ya Watanzania wote. Hivyo nafasi yetu ni kutokuwa wapotoshaji kwenye jambo hili. Yaani tuliona linakuja kuleta umoja na mshikamano wa kitaifa kama ambavyo tunatarajia. Yaani ni kuendelea tunao, sio kwamba tumetetereka kihivyo, maana tukisema tutakuja kuleta yani ndio kama tunaanza tunao, yani ni kuendelea kuimarisha labda niseme msingi huu ambao tunasema hivyo sasa ni viashiria vya kutaka kumong'onyoa huu msingi ambao upo. Kwa hiyo nafasi ya vyama vya siasa, nafasi ya viongozi sisi ni kuangalia dhamira njema ambayo ni hata kama leo sisi tunaweza tukashika dola, basi tuikute dola ambayo haina mmomonyoko. Kwa hiyo sisi sehemu yetu tukiwa nje tuna uwezo wa kujenga. Kuna vitu ambavyo sasa ni kama hivyo ambavyo nasema hatuko serikalini, lakini kuna vitu tunaweza tukavifanya na hasa hilo la kudumisha amani, umoja wa kitaifa na utulivu wa nchi, tuna uwezo wa kuvifanya bila hata kushika dola. Kwa hiyo nafasi kubwa ya viongozi sisi ni katika eneo hilo kwa sasa. Ubinafsi una nafasi gani kukwamisha maridhiano? Kwa sababu mwingine kama mimi ni mkubwa na watu wengi, siwezi kuingia maridhiano na chama A ambacho bwana hichi kidogo, ndio sisi wakubwa wawili tukae, ama wakubwa watatu tukae, wanne tukae, ndio huyu chama A au chama B huyu kwanza mweke pembeni, au sisi bwana kwa sababu ni wakubwa tunataka 1 2 3 ili maridhiano yapatikane. Yaani ile sasa mimi kwa kweli usijui ni ubinafsi au niseme kujidanganya, kwa sababu nani alikwambia wewe ni mkubwa? Ukubwa unapimwa na vigezo gani? Au udogo unapimwa na vigezo gani? Tangu mwanzo nimekuambia kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, vyama vyote vinaongozwa na sheria moja. Vyama vyote vinaenda yani namna ambavyo vinaenda. Sasa huu ukubwa au udogo ni yani ni ule tu mtazamo, lakini uhalisia sisi tunaamini katika sheria na kanuni na taratibu mbalimbali ambayo ina hadhi sawa kwa vyama vyote. Ndio ile ambalo nasema ni ubinafsi zaidi, kwamba mtu anajiona kwamba mimi hapa, si unajua hata kwa mwandishi mtu bwana mimi ndo mwandishi labda natangaza kimataifa huko au nafanya nini, yani mtu anajiona mimi ndo senior. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tu kumbe unaweza ukawa ni mkubwa, lakini kuna vitu ambavyo
mdogo akakusaidia, yani unaomuona wewe mdogo, ingawa mimi siamini katika udogo na ukubwa. Umeona, unaweza yani mtu anaweza akakusaidia. Kwa hiyo tukiwa pamoja, yani wote asikudanganye, tunategemeana. Na vyama vyote mimi naona kabisa tuna namna ambavyo tunakutana pamoja. Tangu mwanzo nimesema kwamba wote dhamira yetu, sijui kwa wengine, lakini dhamira kubwa kama ambavyo zimeainishwa kwenye katiba na sheria za vyama vingi, kwamba ni kuinua maendeleo ya Watanzania, yani kuangalia maslahi mapana ya Watanzania, kuleta maendeleo, kufanya nini, yani ndivyo vitu ambavyo zaidi tunavihubiri. Kwa hiyo ni namna tu ya hizo lugha, hasa ndo pale panapokuja ubinafsi, kwamba mwingine ajione mimi ndo naweza zaidi kuliko huyu. Kumbe wewe unaweza ukawa mkimya, lakini unafanya kazi kuliko huyu mpiga kelele. Kwa sababu kinachotokea mpaka mtu anajiona tu ni ule ubinafsi na kelele. Kuna watu wamezoea kelele, kwamba mimi nikifanya, hata ni kwa mfano hapa ningekuwa nakuja Star TV leo, yani ingekuwa anakuja katibu mkuu wa UDP anakuja, ni kelele tu. Kumbe anaweza akaja mtu, anaweza akafanya kitu, akawasilisha hoja zake na hoja zikaleta matokeo chanya kabisa kwenye taifa letu bila hata kelele. Kwa hiyo mimi nafikiri tutumie vizuri swala zima la utandawazi, lakini tutumie vizuri namna tunavyopita nafasi ya kuchakata mambo mbalimbali kwa maslahi ya Watanzania wote. Yani tuwe na ule uzalendo kwa maslahi ya Tanzania yetu, kwa sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania yetu. Tanzania ndiyo mama yetu, Tanzania ndiyo tunu yetu ambayo tunatakiwa tuilinde kwa wivu mkubwa kabisa. Kwa hiyo ni kuweka ile misingi itakayotufanya kila siku tuendelee kuwa wamoja, sababu tunaona hata katika vitabu vya dini kila siku tunahimizwa, tunakwenda tunasali. Kwa mfano sisi Waislamu tunasali kila siku, lakini Ijumaa lazima uende msikitini. Kila unapokwenda lazima shehe ana mawaidha ambayo atayatoa, lakini si unajua kwamba vitu vile vipo enzi na enzi, kwamba mtu tu angeambiwa mara moja akaachwa akaendelea. Lakini tunaendelea kukumbushwa kila siku kwamba tutimize wajibu wetu katika imani yetu, kwamba yani mtu anaondolewa ile asisahau au asijisahaulishe. Kwa hiyo hata viongozi wa vyama vyetu muhimu kujua kwamba Tanzania ndio mama yetu. Muda wote tunapofanya mambo yetu yote lazima tuilinde kwa wivu mkubwa sana, sababu kama ambavyo tunajua kwamba kuna watu ambao wanaiangalia nchi yetu kwa dhamira mbaya. Tumeona baadhi ya nchi za wenzetu watawachonganisha watu ili tu waje wachukue rasilimali zetu, na tunaona sasa hivi tuna rasilimali nyingi sana za Tanzania, za nchi yetu. Kwa hiyo muhimu ni kuwa wamoja na kuona namna rasilimali hizi zitakavyotunufaisha sisi wa Tanzania na vizazi vyetu vijavyo. Mbali na changamoto ya ubinafsi ambayo inaweza kukwamisha maridhiano, ni kitu gani kingine ambacho kinaweza, kwa mtazamo wako Bisom, ni kitu gani ambacho unakiona hichi kinaweza ikakwamisha mchakato wa maridhiano na kupatikana maridhiano? Nimesema tangu mwanzo ni kutuaminiana. Yaani kutuaminiana ndio kubwa ambalo mimi naliona, kwa sababu mimi kama sikuamini wewe, maana hata utakachokisema sinakuwa mimi na mashaka nacho. Kikubwa ni kuaminiana. Kwa hiyo kwanza kabisa tuaminiane. Ndilo kubwa ambalo mimi naweza kusema kwa sasa. Na ni rahisi kweli kwa wanasiasa kuaminiana? Kwa sababu viongozi ni watu. Na watu, yani viongozi ni sisi. Kwa nini msiaminiane? Kwa sababu kama wewe unajiona kwamba mimi nikisema hiki kikifanyika hivi, kwa nini wewe ukisema mimi nisikuamini? Yaani mimi nasema ya kwangu, kikifanyika hivi itakuwa hivi, na wewe ukisema ya kwako, kwa nini mimi nisikuamini? Kwa hiyo muhimu hapa ni labda niseme ni kujishusha. Yaani kwenye hili jambo, yani kila mmoja yani ajione kwamba tunategemeana wote, yani kwamba wewe ukileta hoja zako na mimi nikileta hoja zangu, inawezekana wewe ukawa na hoja 10 na mimi na 10, lakini hatuwezi kukubaliana kwenye hoja zote 10. Wewe unaweza ukawa na za kwako 3 tukakubaliana, na mimi ya kwangu hata ikiwa moja. Tumevuka, tutaiangalia kesho changamoto tena ni nini, tutaendelea. Sasa maridhiano yana umuhimu gani? Maridhiano umuhimu wake si jambo dogo. Umuhimu wake ni inaleta umoja na mshikamano wa taifa.
maana yake maridhiano haya ni kama nyenzo ya kama mnaona kuna mahali ambapo panaanza kuleta kaufa kidogo, maana yake ni kurudisha ule msingi mkubwa wa umoja wa kitaifa. Ndio maana ya kuridhiana, mimi kwa upande wangu ninachokiona. Na haya yakifanyika kwa namna ambavyo tunaona inafaa, tutaweza kudumisha huu umoja wa kitaifa kwa nyakati zote, kwa vipindi vyote. Hata leo UDP ikiingia madarakani, maana yake itaenenda katika misingi ambayo inakwenda kuboresha umoja na mshikamano wa kitaifa, kuusimamia vilivyo msingi huu na sio kufanya msingi huu kuwa legelege. Maana unaweza ukakuta ni msingi imara, wewe sasa unafanya vitu vya kufanya kuondoa haya maridhiano au kuondoa huu umoja wa kitaifa, ambaye sasa ni mbaya zaidi, kwa sababu nyinyi mkigombana adui nje ndio wanapata nafasi. Lakini mkishikamana hivi, hata mtu huyu mbaya anakuja anapita wapi? Na ndio maana nilitoa mfano wa familia. Yaani nyie familia yenu kwanza mkiwa mna taratibu wa kuongea baba na mama, yaani hata mtoto hawezi kujua huko kuna changamoto inaendelea. Kumbe hapo labda hapo ndio maisha yamekuwa magumu hapo ndani ya kushikiki, lakini watoto hawezi kujua leo baba ana hela au leo mama ana hela. Maisha tu yanaendelea, watoto wanafurahi na mambo yanaenda. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa vyama vya siasa tubebe dhamana ya kuwa wazazi wa taifa letu, ambalo mzazi wetu mkubwa ambaye ni rais aliyoko madarakani ameonyesha dhamira ile njema. Sasa tutakapofika pale na kuona mengine, tutapendekeza mambo mengine ambayo tunaona pia ni kwa maslahi ya taifa letu. Na yeye ameahidi mara nyingi kwamba Tanzania ni yetu sote, kila mmoja ana wajibu wa kuijenga nchi yake. Namna tunavyoijenga, hata kwenda kutoa mchango wa mawazo ndio kuijenga. Lakini mtu angekuwa binafsi, mimi niko madarakani, nina vitu vyote vinavyonifanya mimi nikaendelea tu kuongoza miaka yangu ikaisha hivyo, sina nani. Lakini mimi nafikiri tuendelee kuipokea kwa positive zaidi. Ni sahihi kwa wale wanaobeza maridhiano, ni sahihi kwa kuna watu wanaona maridhiano ni kitu gani? Kama ulizungumza, ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nani? Kwani kilitokea nini? Kwa nini turidhiane? Ni sahihi watu wanamai kuwa na msimamo wa aina hiyo? Sio sahihi, na ndio maana nikasema ni watu wenye nia ovu. Na hii ndio maana nikakutolea mfano kwamba inawezekana hata sio utashi wao. Unajua mtu anaweza akaongea tu kwa kuongea, lakini ndani ya moyo wake dhamira inamsuta. Anaongea labda, ndio maana nikakueleza kuna vita za kiuchumi, kuna nini, kwamba mtu anaweza akakutumia wewe kuharibu, kuchafua taswira ya nchi, kufanya nini. Sababu tunaona mambo makubwa sana yanafanyika katika kipindi hiki, mambo ya Royal Tour yamevuta utalii kuwa mkubwa, uwekezaji mkubwa unaofanyika. Kwa hiyo jambo hili tusilione kama dogo, tusilione kama ni mzaa tu. Kwa hiyo watu wenye dhamira na nia ovu kwa nchi yetu wanaweza wakakutumia wewe, kwa sababu mtu hawezi akaja moja kwa moja huko akaanza kuja kufanya vurugu Tanzania. Ni lazima akutumie wewe, na ili akutumie wewe ni lazima akulishe. Sisi tunasema matango pori, yani akulishe vitu na wewe akulaghai. Na hawezi tu kukulaghai hivi, lazima akate mpunga labda ili uweze kusema bwana, mimi hata nikisimama hivi yani najifanya kama vile sioni, kwa sababu wote tumezaliwa, wote tumeikuta Tanzania. Mpaka leo tunavyoongea ni mazingira ya amani na utulivu. Yani mpaka tunaona kwamba tunakuja hata tunatoa hoja nini, tungeikuta Tanzania ina vurugu hivi, hata hiyo kuona kwamba vitu haviendi havifanyiki tungeviona. Maana yake tungekuwa tu kila siku ni kuvurugana, kwa sababu maendeleo mtu anaona ni afanye nini, kwa sababu labda tuko kwenye hali ambayo ni ya vurugu kila siku. Kwa hiyo mimi niseme tu ni kuwa na dhamira njema kwa nchi yetu. Tanzania ndio nchi yetu, hatuna mahali pengine. Kwa hiyo kwa kweli ni kujitafakari. Kama watu wanaongea, labda wajifikirie upya kwa nini wanasema, sababu ni nini. Lakini nafikiri wakitafakari kwa kina, hata ukiangalia tu dhamira zao unaona kabisa sio bure wanaosema, kwa sababu unawezaje kuongea jambo ovu wakati jambo halijafanyika? Maana yake nini? Nimesema njoo hapa leo tuna dina, wewe unaanza bwana pale hamna lolote, yule hivi na hivi, hujafika, hujaona mwenzenu amewaandalia nini, unaanza kusema tu hamna lolote yule basi. Kwa hiyo
Kwanza kabisa ni hulka tu kama binadamu, tuna mapungufu yetu kama wanadamu, sababu kwenye vitabu vyetu vya dini wote sisi binadamu hatujakamilika, ni Mwenyezi Mungu pekee. Kwa hiyo swala la ubinadamu wetu usitusaulishe maslahi mapana ya kuilinda nchi yetu. Tanzania ni nchi yetu na tunapaswa kuilinda kwa gharama zozote zile. Na ndio maana nilisema vyama vyetu ni vidogo sana kwa nchi yetu. Vilikuwepo vyama vingine ambavyo sasa hivi leo havipo, lakini Tanzania bado ipo. Kwa hiyo muhimu ni kuiangalia, tunaangalia kweli maslahi ya vyama vyetu, lakini Tanzania ni kubwa zaidi ya vyama vyetu. Kwa hiyo muhimu ni dhamira njema kwa nchi yetu. Kwa hiyo nyinyi, labda nizungumze kwako wewe, katibu mkuu wa UDP, chama chenu cha UDP, mnaiona dhamira njema ya Mheshimiwa Rais katika kupatikana kwa maridhiano? Na ndio maana nikasema sisi tunaamini katika meza ya mazungumzo. Yaani hata usingeniuliza, yaani hiyo ndio dhamira yetu, kwa sababu sisi UDP tunaamini katika meza ya mazungumzo, na tunatamani pamoja na nia njema ya Mheshimiwa Rais kwa kipindi hiki, ile utaratibu wa kuwa wanaongea ni mzuri zaidi. Vyama vya siasa hata mnakubaliana tu baada ya miezi mingapi, tunakaa hebu tuangalie jamani, hapa kuna changamoto gani. Na hii ina maana tukiweka utaratibu utakuwa sio tu kwa rais, maana yake kila rais atakaye kuja atakuta utaratibu, basi maisha yataendelea. Na ndio maana sisi pia kwa kuwa tunaamini katika meza ya mazungumzo, na ndio maana tunatamani sasa tunaona kwamba tukiwa na nia hiyo na dhamira njema, hata maendeleo ya wananchi yanakuwa ni ya muda wote, kwa maana kwamba tutakuwa na kikwazo gani? Kwa sababu tukiwa na tofauti, tumekaa tumeitana mezani, bwana hili mbona aliendi sawa? Bwana sisi mara nyingi labda tunalalamikia mambo ya stakabadhi ghalani, mwananchi labda mazao yake auze apate kesho. Unajua bwana, hapa japo kuna hiki na hiki, hapa tukifanya hivi na hivi tutaboresha. Kwa sababu lengo la kila Mtanzania, lengo la vyama vya siasa wote, na ndio maana nisema tangu awali kwamba ni watu tu, yani ni ile tofauti ya lugha, mwingine anakuja na mbwembwe, mwingine nini, lakini kila mmoja ana dhamira ya kuwatumikia na kuleta maendeleo ya Watanzania. Na mtazamaji wa Star TV na kuleta maendeleo ya Tanzania, huyo ni Saumu Hussein Rashidi, ni katibu mkuu wa chama cha UDP na pia alikuwa mgombea wa urais katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2025. Yupo hapa katika Kivuko na mimi hapa Athmani Mihula, tukijadili mimi na yeye nafasi ya vyama vya siasa kuleta maridhiano nchini. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na maridhiano. Vyama vya siasa kwa maana vya upinzani vinazungumza lugha yake, lakini chama tawala kinazungumza pia lugha yake, lakini yote kwa yote Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema mchakato wa kupata tume ya maridhiano upo. Kwa hiyo maridhiano yapo njiani, yanakuja. Mimi kusihi ubaki hapo mpaka tamati ya kipindi hiki uweze kufahamu yanayojiri hapa katika Kivuko. Bisomo, tumeona sasa faida maridhiano na namna gani tutapita tupate maridhiano ya kweli. Kwani tusiporidhiana kuna shida? Lakini mwingine anaweza kujiuliza, maridhiano kwani tukibaki tu hivi hivi, yani kila mmoja akaenda hivi, kuna shida gani? Sasa kama tumesema tumehitaji labda tumeona kuna tofauti, tukikaa tukaiongea, tukikaa tukaridhiana, tukakubaliana, ndio faida kubwa. Lakini tukiacha, maana yake wanasema sijui nini ukichoma na roba sijui kidogo kidogo nini ile mguu wote atende. Yaani kwamba ukiacha vitu vidogo vidogo hivi, kuridhiana huko kuna faida kubwa. Maana yake kuridhiana ni kama tulivyosema, ili kiwe nini? Kujenga umoja na mshikamano wa kitaifa. Maana yake wewe umeona hapa kuna dosari hii, iseme ni dosari gani, lakini ukaona kuna dosari ukakaa kimya, si ni madhara tutapata? Na inaweza kuwa ni dosari ambayo haina madhara kwa sasa, lakini kwa kesho inaweza kuwa na madhara.
Maana yake tukiridhiana, maana yake kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na tukitimiza wajibu wake sasa hivi, maana yake tunatengeneza urithi wa vijana wetu, watoto wetu. Maana yake tutawalea na kuenenda katika misingi na maadili mazuri ya kuliona taifa letu muda wote na wakati wote. Ni swala zima la kuwajibika, yani kuwa na wajibu wa kuilinda au kuwajibika kwa Tanzania yetu kila mmoja. Kwa hiyo mtu hata akikua, tangu anakuwa ana dhamira hiyo, basi tunaweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo msingi wa maridhiano ni msingi swala zima la maridhiano ni jambo muhimu sana kwa maslahi mapana ya taifa letu. Nini kitatokea sasa, mfano pande hiyo maridhiano inakuwa na pande mbili, kwa maana huyu anaamini hichi, huyu anaamini hichi, mkakubaliana, lakini kuna mwingine anaweza kaamua kutoka kwenye meza ya maridhiano. Nini kinatokea? Sasa hiyo inakuwa tu ni utashi wa mtu. Wewe ukitoka, yani tuseme, na ndio ile tunasema dhamira njema inaonekana tangu asubuhi, au nia njema inaonekana tangu asubuhi. Kwa sababu swala hili linajumuisha mambo mengi, linajumuisha watu wengi, linajumuisha vitu mbalimbali. Kwa hiyo muhimu sasa mimi nasema tu katika kuaminiana, kwa sababu hata ukikataa ndio utaonekana kwamba wao na dhamira mbaya. Sasa kwa nini ukatae? Kwa nini utoke? Umeona mimi nafikiri swala hili tulitumie vizuri. Wakati huu tutumie vizuri kujenga mustakabali wa nchi yetu. Swala la kususasusa halinaga matokeo mazuri. Wewe unasusa, unasema wewe ukisusa wenzie twala. Kuna baadhi ya watu wamesusia uchaguzi, lakini maisha yameendelea. Uchaguzi umefanyika, maisha ya Tanzania yanaendelea. Na ndio hapo sasa tunapokuja kuona kwamba kumbe Watanzania wana namna ambavyo wanataka Tanzania yao iende. Kwa hiyo wewe unaweza ukajiaminisha kwamba bila mimi Tanzania haiwezi kwenda. Nani kasema? Sisi ndo Watanzania. Unaweza tu ukajiona wewe ndo hivyo tena, lakini muhimu, mimi naendelea kusisitiza swala zima la kuaminiana, swala zima la meza ya mazungumzo, tofauti zetu tuongee, hoja zetu tuongee. Na kama ambavyo nimetangulia kusema tangu awali, inaweza ikawa leo hoja haina mashiko, lakini kesho ikawa na mashiko. Kwani Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tulianza kuilalamikia lini? Muda mrefu, lakini imefika wakati yamefanyika mabadiliko. Ingawa sasa baada ya uchaguzi mnaweza mkaona dosari, labda hii alijakaa sawa, mkapeleka tena maboresho mengine ili mambo mengine yabadilishwe, kwa sababu haya mambo ni mchakato. Huwezi tu kukurupuka ukasema leo na leo likafanyiwa kazi. Kwa hiyo muhimu tusikate tamaa, tusichoke, kwa sababu ndio wajibu wetu kama viongozi wa vyama vya siasa, ndio wajibu wetu kama Tanzania kuijenga Tanzania na kuweka misingi imara kwa taifa letu katika sheria mbalimbali ili tuweze kurudisha umoja na mshikamano wa taifa letu. Kwa nini wafuasi wa vyama hasa vya upinzani wengi wao wanaona maridhiano kama usaliti hivi? Labda chama chao kiingia kimetusaliti, wanaona maridhiano kama usaliti fulani hivi. Kiongozi fulani Somo kaingia kwenye maridhiano, yule kalambishwa asali, yule bwana Somo mwenzetu sasa hivi yule. Kwa nini? Kwa sababu hawajapata elimu sahihi, yani wamesikiliza tu hadithi ya upande mmoja, au wameona tu jambo kwa upande chanya. Unajua vitu vyote ukiviwaza, ndio maana nikasema ukiwaza jambo katika mtazamo positive, yani huwezi kwanza hata ukafikiria hivi. Hebu wewe usiwaze mtu kalamba asali, usiwaze mimi, yani waza tu kwamba yule kaenda kwa maslahi ya taifa. Na leo yeye kafanya, inawezekana kesho ni mimi. Inawezekana mimi nisiende huko, lakini humu tunapokwenda, yani kuna vitu sisi tunafanya ili maisha yaende. Ni mara ngapi tunavumiliana kwenye jamii zetu? Unaweza ukakaa labda hata kwenye kamta kako, labda kuna tofauti ambayo wewe inakukera kweli kweli, lakini unaona ili maisha yaende, yani unapotezea tu, yani vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hiyo ni kuwa na taarifa sahihi.
maana ya kwamba kama wanaona hizo dosari, maanake hawana taarifa sahihi, na ndio maana nikasema ni jukumu letu sisi viongozi wa vyama vya siasa kuwapa taarifa sahihi wananchi na wanachama wa vyama vyetu, kwa sababu wengine wanaaminishwa katika mtazamo ambao sio. Lakini vile vile kitu ambacho nilikigusia, na hata watu wenye nia ovu wanaweza wakakutumia wewe kuchafua hiko ambacho kina dhamira njema kwa nchi yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba wananchi, na ndio maana tangu wale nilisema kuna vitu wanavipokea kama vilivyo. Sasa hivi mitandao ya kijamii inaweza ikarushwa habari huko, yani ambayo hata unajiuliza hivi huyu mtu dakika ipataje habari? Lakini ndio hapo tunaposema ni nia ovu na dhamira za watu ambao sio labda Watanzania, lakini wanawatumia Watanzania kuwafanya muda wote tu awaze masuala hasi. Kwa sababu mtu kama anawaza maridhiano yana nini, yana faida gani? Wewe ni mwananchi tu wa kawaida, kwa nini usiwaze kwamba haya maridhiano yatakapo, hata kama mimi sina chochote, labda sio mtumishi, sio nani, lakini kuwa na amani na utulivu ndani ya nchi. Maanake mimi kama mwananchi wa kawaida naweza kutafuta riziki yangu, naenda, na ndio maisha yetu ya Tanzania hayo ambayo tumeyazoea. Leo mimi Saumu nije labda Star TV nifanye kibarua kangu, yani hivyo, yani ni maisha yetu ya kutafuta ile mkate wa kila siku kwa kila siku, yani kipato chetu. Na ndio maana hata tumeona kalipotokea tu kale kafujo ile ukaa ndani siku ngapi, watu yani hawataki tena kusikia iko kitu. Umeona, kwa sababu kila siku tutoke tukatafute mahitaji ya familia, tufanye hivi, yani ndio maisha yetu. Kwa hiyo swala hili lina maslahi hata kwa mtu yani Mtanzania yeyote wa kawaida ambaye hana cheo chochote, sio kiongozi, ili kuweza kuona amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, lakini amani muda wote inaendelea kuwepo, maana tutafanya shughuli zetu. Wakati tunaelekea kwenye huo mchakato wa maridhiano, maana kuanzishwa tume, wadau, washiriki katika hiyo tume ili kupata hayo maridhiano. Sasa kumeibuka na tabia baadhi ya watu kushangilia wenzao wanapopata matatizo. Mfano kafa kiongozi wa chama fulani au mwanachama fulani au mtu wa serikalini, basi wao wanashangilia, amshukuru Mungu hivi hichi kidogo, afadhali Mungu. Tumefikaje hapo na tunatokaje hapo wakati tunaelekea kwenye haya maridhiano? Katika hilo mimi niseme tu tujirudishie wajibu wetu kama wazazi. Katika kitu ambacho kinaniumiza sana ni jambo hilo la kuona mwenzako anapopata shida, kifo, wewe unafurahia. Kuna vitu ambavyo ni vya kimungu, yani sisi hatuna uwezo navyo. Hebu tumwachie Mungu afanye kazi yake. Yani tusitoke sasa, maana sasa hapo tunataka kumkosoa hata Mungu. Yani sisi binadamu wote tumezaliwa, lakini mwisho wa siku tutakufa. Lakini unapokuwa unafanya jambo kama lile, yani fikiria mtoto wa mwenzako au familia ile unaipa maumivu mara mbili. Yani kwa kweli hilo jambo linaniumiza sana, na hilo nalo ni la serikali, hilo ni la kwetu sisi wazazi na walezi. Yani tujitathmini tumekosea wapi. Manake huyu anayeshangilia ni mtoto wangu mimi. Kwa nini kafikia hapo? Kuna mahali ambapo sisi kama wazazi wa taifa hili tunatetereka kwenye maadili yetu na malezi yetu. Kwa hiyo muhimu hapa ni kuwarudisha wa vijana wetu, watoto wetu kwenye msingi wa maadili ya upendo, lakini kwenye malezi ya kiroho na dini zetu, yani kuwashikilia wale watoto katika misingi ya kiimani zaidi. Kwa hiyo hata kuweka misingi imara, kwa sababu sasa hivi kitu ambacho pia nakiona labda kutokana na shughuli zetu, mambo ya utandawazi, hii kutafuta mikate yetu ya kila siku, unajua saa nyingine na hali ilivyo tu ya mambo ya ukatili kwa watoto na nini, yani vijana wengi sasa hivi tunawapeleka boarding. Mtoto anakaa kula, na mbaya zaidi, mimi nasema mbaya zaidi, ingawa sasa so no research no right to speak, kwa sababu sijafanya huo utafiti, ila kwa mtazamo wangu naona sasa mtoto ameenda, vitoto vingine unajua ni vidogo, yani nursery viko boarding. Hebu niambie mtoto yuko boarding mpaka anakuja kumaliza chuo, ule upendo anautoa wapi? Kwa hiyo kuna namna ambavyo
kuna wakati fulani yani na kuna miaka ambayo wataalamu wa saikolojia wanasema yani mtoto anapokishika kitu ndicho anachokuwa nacho. Haya yanafanyika sasa hivi. Zamani watu walikuwa unaona haya, maanake alikuwa yafanyike, maanake wazazi wetu walisimama imara. Kwa hiyo hilo yani sio serikali, sio nani, ni jukumu letu sisi wazazi tujitathmini, tumetetereka wapi, tumekosea wapi, kwa sababu leo kama anasherekea kifo cha mwingine, leo atasherekea kifo chako. Na ndio maana tunasikia baadhi hata ya watoto wakati mwingine unasikia kamuua mzazi wake kwa sababu alikuwa hajampa shamba, sio alikuwa yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri hapo ni swala letu sisi tujitathmini ili kurudisha sasa malezi na makuzi ya vijana wetu. Sawa, tunaelekea kingoni Bi Somu ya kipindi chetu. Uligombea urais? Ndio, niligombea. Hali ilikuwaje basi? Kwa kweli hali ilikuwa nzuri. Tumefika kwa Watanzania wote, na kikubwa ambacho tumekiona, Watanzania wanahitaji maendeleo. Wananchi wanahitaji maendeleo na si vinginevyo. Ndilo kubwa ambalo naweza kusema kwa sasa. Sehemu yoyote tuliofika na tumezunguka nchi nzima, kubwa ni maendeleo ya Watanzania, amani na utulivu wa Watanzania wote. Sababu wananchi wakati mwingine walikuwa wanatueleza nyinyi viongozi wa kisiasa, tunaomba mfanye siasa lakini mliache taifa letu liendelee kuwa moja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Watanzania wengi wanatamani kuona, na hasa walioko hata pembezoni vijijini. Ni swala kubwa kwa kweli ambalo hata mimi limenigusa, na mimi kama Saumu Hussein Rashidi kushukuru sana. Asante. Naam, mtazamaji wa Star TV, huyo ni Bi Saumu Hussein Rashidi, ni katibu mkuu wa chama cha UDP na alikuwa mgombea wa nafasi ya urais katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2025. Alikuwa hapa katika Kivuko, mimi na yeye, kujadili nafasi ya vyama vya siasa kuleta maridhiano hapa nchini. Na jina ni Athmani Miula, kwa niaba wale wote walioshiriki kuhakikisha kwamba Kivuko kinakujia hapa ulipo, nasema asante sana. Kwa heri, bwana, siku njema. Endelea za Star TV, endelea kufuatilia Kivuko.